Moto wa mateso. Kwa kadri watetezi wa ile kweli watakavyokataa kuheshimu Sabato ya Jumapili, baadhi yao watatupwa gerezani, wengine watapelekwa uhamishoni, na wengine watachukuliwa kama vile ni watumwa. Kwa hekima ya kibinadamu, haya yote yanaonekana kutowezekana. Lakini kwa kadri ambavyo Roho wa Mungu azuiaye atakapoondolewa kwa watu na kisha wawe chini ya utawala wa Shetani achukiaye kanuni za mbingu, kutatokea mambo mapya ya kutisha na mageni. Moyo waweza kuwa katili ajabu wakati uchaji wa Mungu na upendo wake viondolewapo. Kama tutatakiwa kuteseka kwa ajili ya Kristo, tutapelekwa gerezani tukiwa na tumaini, kama vile mtoto mdogo awatumainivyo wazazi wake. Sasa ndio wakati wa kukuza imani kwa Mungu. Wengi watatupwa gerezani, wengi watakimbia kuokoa maisha yao kutoka katika miji mikubwa na miji midogo, na wengi watakuwa wafia dini kwa ajili ya Kristo kwa kusimama imara na kutetea kweli. Wengi kwa sababu ya imani yao watafukuzwa watolewe katika nyumba za urithi wao wa hapa duniani. Lakini kama watatoa mioyo yao kikamilifu kwa Kristo, wakiupokea ujumbe wa neema yake, wakitulia juu ya Kristo aliye mbadala wao na dhamana yao, yeye ambaye ni mwana wa Mungu, wataendelea kuwa wamejazwa na furaha. Utukufu wa Bwana utaonekana juu ya wote wanaomtumainia kwa ukombozi wa roho zao. Watu wa Mungu katika kipindi cha taabu watashuhudia miujiza mingi ambayo Mungu atatenda kwa ajili ya wokovu wao. Wale wanajiweka chini ya ulinzi wake watapata faraja ya uwapo wake. Kwa sasa, kutokuwepo mateso kumesababisha watu kuingia kanisani kwa wingi. Watu wanaonekana kuwa Ukristo wao hauna dosari wala kutiliwa mashaka, lakini ambao kama mateso yatainuka watajitenga nasi. Kazi ambayo kanisa limeshindwa kuifanya katika wakati wa amani na mafanikio, litalazimika kuifanya katika wakati mgumu sana wa zahama kuu, chini ya mazingira ya kukatisha tamaa sana na yenye vizuizi vingi. Maonyo ambayo kufanana kwetu na ulimwengu kumeyanyamazisha au kuyazuia yasitolewe, yatatolewa chini ya ushindani na upinzani mkali sana kutoka kwa maadui wa imani. Katika wakati huo, kundi la waumini wa juu tu wasiopenda mabadiliko, ambao mvuto wao lidumu kuzorotesha maendeleo ya kazi ya Mungu, wataihama imani. Wachungaji wasiojitakasa wataondolewa. Jambo kuu lililo karibu sana kutokea, ulazimishwaji wa sheria ya Jumapili, litawaondoa kazini wale ambao Mungu hakuwaweka, naye atabakia na wahudumu waaminifu waliojitoa wakfu na safi, walio tayari kupokea mvua ya masika. Baadhi watajitenga nasi na hawataendelea tena kulibeba sanduku la agano, lakini hawa hawawezi kujenga kuta za kuizuia ukweli, kwa maana utasonga mbele na kwenda juu mpaka mwisho. Kutakuwepo jeshi la waumini wa dhati watakaosimama imara kama mwamba kupitia jaribu kuu la mwisho. Wengi ambao walikuwa wametanga mbali na kundi watarudi kumfuata mchungaji mkuu. Katika sehemu za Afrika wasio na dini, katika nchi za Kikatoliki za Ulaya na Amerika Kusini, katika China, katika India, katika visiwa vya bahari na katika pembe zote za giza za dunia hii, Mungu amehifadhi anga la wateule ambao bado watang'aa katikati ya giza, wakidhihirisha kwa dhati kwa ulimwengu ulioasi uwezo ubadilishao wa utii wa sheria yake. Hata sasa wanaonekana katika kila taifa, miongoni mwa kila lugha na watu, na katika saa ya uasi mkuu mno, wakati ambao juhudi kuu za Shetani inafanywa kuwafanya wote wadogo kwa wakubwa, na matajiri kwa maskini, na walio huru kwa watumwa, wapokea ishara ya utii wa siku ya pumziko ya uongo, chini ya tishio la adhabu ya kifo. Hawa waaminifu wasio na wasio dhuru, wana wa Mungu wasio na laumu,
watang'aa kama mianga katika ulimwengu.